miaka ya 2005 kuna kipindi Mwenyezi Mungu sisi aliwahi kutupa neema ya viazi vitamu. Huko kwenu vipo viazi vitamu vipo viazi vikawa vingi mno kweli. Sasa tazama wanadamu walivyo, vile viazi vikawa masokoni hapasikiki tena, ikawa sasa havitu tena viazi, inaitwa ingorani. Ingorani kule kwetu manake imekuwa tabu sasa. Tabu hiyo, hata mtu akienda sokoni anauliza nitapata ile ngorane, nitapata ile tabu, anauliza nitapata ile tabu. Wewe acha. Baada ya hapo kilichowakuta au kilichotukuta usiombe. Kuna sehemu zinaitwa za Kirundo, watu wamepigwa na njaa kweli, ukame, mvua haishuki, mpaka wengine wanaanza kuumwa, mtoto kwa njaa mpaka zile mbavu zile unaona zinajichora hapa kwa njaa. Neema ya Mungu hiyo, usifanye mchezo ukakufuru neema za Allah. Kiona Mungu amekuneemesha, shukuru mbele yake Allah tabaraka wa taala. Sisi hatushukuru kwa sababu tunawatazama wale tuliowazidi. Mtume Mwenyezi Mungu alisema undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ukitaka kujua neema za Allah, watazameni wale ambao wale waliokuwa chini yenu, msiwatazame waliokuwa juu yenu. Ukimtazama aliyekuwa juu yako hutashukuru neema ya Mungu, utaona tu bado, lakini watazame uliowazidi wewe, ndio utaona kwamba Mungu kakuneemesha. Awali ya yote tunaanza kumshukuru Allah jalla fi ula, Mwenyezi Mungu ambaye ametuneemesha neema mbalimbali, ikiwemo neema ya mimi na nyinyi kukutana katika majlis adhimu kama hii. Ikhwani, hakuna jalsa lililokuwa bora ambao ndani yake lina fawaid na manafi' kama majalisi ya ilmu kama haya. Na laitani kama watu wangelijua wanayoyapata katika vikao kama hivi, basi wangelitamani kila wiki lazima wasikosi muhadhara kwa kukumbushwa kwake Allah tabaraka wa taala. Kuungana na mimi katika jalsa hili, ndani yake unaweza ukapata kukumbushwa au pengine ukapata ilmu. Naam, kuna jambo ulikuwa hulijui, unaweza ukapata kulijua katika kikao kama hichi, na mwisho wa yote ndani yake utatoka umepata ajra na thawabu mbele zake Allah jalla fi ula. Maana tumepokea mafundisho kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaeleza, anasema majtamaa qaumun baitun fi buyuti llah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah. Na mimi na wewe katika muda huyu tumekusanyika moja katika nyumba zake, ikawa lengo la wao kukusanyika si vinginevyo, yatluna kitab Allah. Anasema kilichowafanya wakusanyike si biashara, kilichowafanya wakusanyike, wamekusanyika kwa ajili ya kukisoma kitabu cha Mungu. Wakawa wanajadiliana kuhusu Qur'ani na mafundisho ya bwana mtume Muhammad, kisha wanadarasishana kupitia hiyo Qur'ani. Wanapata nini? Asema mtume nazalat alayhimus sakina, kwanza wanateremshiwa utulivu. Katika vikao kama hivi hutaona ngumi, katika vikao kama hivi hutaona watu wanashikana kwenye maguo, watu wamekaa wametulizana kikweli kweli, aminina mutmainin. Kisha anasema Mungu, anasema mtume, Allah anawateremshia malaika, na wale malaika wanafungua bawa zao za rahma,
kisha wadhakara fi man indahu, mwisho Mtume anasema anatajwa kila aliyekuwa katika jalsa lile, anatajwa huko katika ikulu ya mbingu ya saba. Sisi ni ndugu zenu kama mlivyopata kuambiwa, tumetoka masafa kweli kweli, Bujumbura huko takriban kama siku 1.5 upo njiani, na hadhara yetu sisi imeanzia Tanzania bara. Tumefanya mihadhara kuanzia Ijumaa mpaka Jumanne. Jana ndo tumeingia hapa Unguja, na hapa tuna siku 3 tu, jana na leo, na kesho siku ya Ijumaa ndio itakuwa siku ya mwisho, kisha Jumamosi tutakuwa tumerejea nyuma. Sisi kutoka huko hatujaja hapa kwa ajili ya utalii, hatujaja hapa kwa ajili ya biashara, bali kilichotuleta hapa ni sisi tukae na nyinyi tukumbushane machache katika mengi aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad. Itakuwa arun alaikum, itakuwa ni aibu kwenu nyinyi wageni wametoka huko masafa kweli kweli, alafu wamekufateni nyie, alafu na nyie mkawakimbia. Na imani watu wa Unguja hatuna sifa kama hiyo, na hakuna mtu ambaye ana maneno mazuri zaidi ya yule anayekuita kwa Allah. Sivyo alivyotuambia Mola wetu, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha. Na ni nani mwenye maneno mazuri zaidi kuliko yule anayekuita kwa Allah? Hii imekuwa kama utangulizi, lakini kikao chetu tutakaa pamoja na nyinyi. Unwani ya muhadhara wetu itakuwa nasema kushukuria neema za Allah, kushukuru neema za Allah mbalimbali alizotuneemesha katika hii dunia. Ndugu zangu wa Kiislamu, ma min wahidin minna illa wa huwa ghariqun fi ni'amillahi laylan wa nahara. Hakuna yoyote miongoni mwetu ila anaogelea katika neema za Mungu usiku na mchana, na hilo halipingiki. Tatanafasu bila thamanin, tunapumua hizi pumzi kila mkupuo umoja bila ya malipo wala thamani yoyote. Unaonaje kama Allah angelikuwa anakuambia kila mpukuo lazima ulipie, kama tunavyolipia salio kwenye simu? Lakini Allah ametupa neema hiyo, watu wanapumua pumzi yake Allah bila ya kuwa na malipo ya aina yoyote. Hii ni neema miongoni mwa neema za Allah, na huwezi ukaijua neema hiyo mpaka uende ukawaulize wale wamekaa hospitalini. Huko kwenu wanaita nini ile? Kule kwetu inaitwa mbomboni, ile oxygen ile. Utajua neema, ukawaulize wale ndio wanajua neema ya pumzi ambayo Allah amewapa. Wanakulu wanashrabu wanamshi wananam wanara wanasma. Neema za Allah zipo nyingi kwetu sisi wanadamu. Tunakula, tunakunywa, tunatembea, tunalala, tunaona na tunasikia. Kullu dhalika min fadlillahi ta'ala alaina. Yote haya tunakueleza ni miongoni mwa fadhila za Mola wetu kwetu. Na Allah jalla fi ula, yeye ndiye aliyetueleza akaonyesha kwamba neema za Mungu hata mkichukua kalkuleta hamwezi mkazi hesabu neema zake. Katika sura Ibrahim alisemaje? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
Allah anatueleza, anasema la in shakartum la azidannakum. Kwanza moja anasema in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mutazihesabu neema za Allah hamwezi mkapata idadi yake. Neema za Allah zipo nyingi kikweli kweli, na zingine hatuzioni kwamba ni neema kwa sababu tumezizoea. alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Hivi mwanadamu hatukumpa macho mawili? Macho mawili ni neema miongoni mwa neema zake Allah. Mwanadamu hatukumpa ulimi na midomo miwili? Zote hizo ni katika neema za Allah jalla fi ula. falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Mwanadamu aitazame chakula yake. Sisi ndio tunateremsha mvua kutoka mawinguni, yanakuja kwa kasi kweli kweli. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tunaipasua ardhi kikweli kweli. Kisha katika hiyo ardhi Allah anasema fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Allah anatutolea katika hiyo ardhi mizabibu, mitende, mboga mboga. Yote haya anasema Mungu mata'an lakum wal an'amikum, ni ili sisi tustarehe pamoja na wanyama wetu. Zote hizo ni neema miongoni mwa neema zake Allah jalla fi ula. Lakini zama zetu hizi kathirun minan nasi idh sami'a kalima ni'ma dhanna anna ni'mata hiya al-mal au al-bayt au al-sayyara. Wengi katika watu wanaposikia neno neema, wao wanajua neema tu ni mpaka mtu awe na mali, kibunda hicho. Ni mpaka mtu labda awe pengine na gari nzuri ya kutembelea, awe na nyumba pana, au wao ndo wanajua kwamba hiyo ndo neema. Na mpaka wengine utawasikia akimwona mtu Allah kampa hivyo tulivyovitaja, nasema wale wana neema bwana. maana wale ndio wana neema, wewe huna neema. Walakin hunaka ni'amun a'zam min dhalik, lakini kuna neema mbalimbali ambazo Allah ametuneemesha, tena hizo neema ni kubwa mno kuliko hivyo unavyovifikiria wewe. Miongoni mwa neema kubwa ambayo Allah ametupa sisi, neematul Islam, ni neema ya Uislamu. Ikhwani, mtu kuwa na Uislamu ni neema miongoni mwa neema za Allah, tena neematullahi al-kubra, neema ya Allah iliyokuwa kubwa. Kam minan nasi yaishuna fi dhulumati ash-shirki wal-kufri, ni watu wangapi wameishi katika giza la ukafiri na ushirikina. Kam minan nasi matu wa hum la ya'rifuna Allah, ni watu wangapi ambao wamekufa hawamjui Allah. Wengine duniani wanaabudia ng'ombe, kuna wengine wanaabudia miti, wengine wamemwabudia mpaka mwanadamu kama sisi. Lakini Allah kanijalia mimi na wewe, ana wa ant, faqad hadana Allah litaqula la ilaha illa Allah. Mungu akatuongoza sisi tukawa tunasema hapana mola apasaye kuabudiwa kwa uhakika isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu pekee. Fahadhihi ni'matun la yusawiha malu dunya kullaha, hii ni neema ambayo hauwezi ukailinganisha na mali ya duniani yote. Kwa hiyo usijioni mnyonge ukajiona mdhalili ukaona kwamba Mungu hajakupa kitu. Hiyo neema ya Uislamu yenyewe yahitaji shukurani kwake Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani wakati mwingine akatueleza akasema,
tunasema alhamdulillahi alladhi hadana lilislam wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tupeleke sifa zote kwa Allah ambaye ametuongoza katika huyu Uislamu, na tusingelikuwa wenye kuongoka kama singetuongoza Mwenyezi Mungu mtukufu. Hii ni neema miongoni mwa neema zake Allah aliyotujalia sisi wanadamu, na hii neema pia inataka shukrani. Neema nyingine ambayo ni neema kubwa kuliko hata hizo mali ambazo wewe umeziona kwamba ni neema. Ndiyo, mali ni neema, watoto ni neema, kuwa na gari ni neema, lakini isiwe kwamba wewe umeichukulia neema kwa udogo kama hivyo, ukaitengia neema kwamba neema za Mungu ni kubwa mno na ni nyingi kikweli kweli. Miongoni mwa neema za Allah kwetu ni neematu siha, neema ya afya. Afya kitu muhimu sana ndugu zangu. Mtu anaweza akawa na hivyo akamiliki mpaka mulku wa Suleiman, lakini unapokosa afya utaona kwamba dunia haina raha yoyote. Ile mataa dunia hautoiona tena. Kwa neema ya pili tunayo sisi ambayo inahitaji shukrani kwa Allah ni neema ya siha. لا يعرف الإنسان قيمة الصحة إلا إذا مرض. Mwanadamu hawezi kuelewa thamani ya neema ya afya mpaka umwe. Kuna watu ndugu zanguni hivi tunasema wapo katika vitanda vya hospitalini, kam min maridin ala sariri almustashfa yatamanna an yaquma lillahi rak'atan wahida. Wangapi wagonjwa wamelazwa katika vitanda vya hospitalini, wako fi firashi almarad, yuko katika kitanda cha maradhi, anatamani Allah angemjalia apate hata nguvu angalau ya kusimama kasali hata rakaa moja, lakini Mungu hakumwezesha hilo. Takriban zaidi ya masaa 2-3 mtu ajijui alipo. Hiyo ni neema miongoni mwa neema zake Allah ametupa sisi. Na Bwana Mtume Muhammad katika kitabu cha Imam al-Bukhari, hadithi ambayo ameipitisha Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwa nambari 6412, Abdullah ibn Abbas anasimulia ya kwamba Bwana Mtume Muhammad aliwahi kuzungumza akasema, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi. Neema mbili Mtume anasema wameghafilika nazo watu wengi zaidi, au watu wengi wameghafilika nazo neema hizo. Neema zipi? Mtume akasema as-sihhatu wal faragh, neema ya afya, alafu neema ya muda wa faragha. Hizi Bwana Mtume alisema ni neema miongoni mwa neema ambazo tunazo sisi, lakini watu wengi hawaoni neema hizo. Miongoni mwa neema tuliyokuwa nayo tena na yenyewe ni neema kubwa, neematul amni wal aman, neema ya amani ya usalama. Nchi kukaa ikatulizana, hakuna fujo. Nyinyi watu wa Unguja hamwezi mkaelewa neema hiyo, lakini sisi watu wa Burundi tunaelewa neema ya amani. Pengine hujawahi kufika, lakini ushawahi kusikia. Nchi yetu sisi ni nchi ya vita. Walillahi alhamdu. Sasa tunamshukuru na tunamwomba Allah tujalie hali tuliyokuwa nayo endelee kuwa hivyo. Takriban sasa kama miaka 20 nchi imekaa katika utulivu, lakini ilikuwa haipiti miaka 10 mizozo, migogoro, fujo. Usiombi wewe ukaona fujo. Ukiona watu wamekaa wametulizana, watu wanafanya shughuli zao bila ya tatizo lolote, hiyo ni neema mko nayo, tena neema kubwa. Hauwezi ukajua kwamba ni neema ya Allah mpaka siku itakuondokea neema hiyo.
Ndio maana neema hiyo mnalazimika muichunge na muilinde na mumombe Allah asikuondosheni neema hiyo ya amani na usalama. Hunaka man yanamu khaifan, wako wanaolala na hofu, wanalala na uoga, roho zao hazipo sehemu moja. Sisi tunalala usingizi bardan wa salaman. Wako wengine usiku wao ni kukimbia, tuna mizigo na mizigo kichwani, hawajui wanapokwenda yaminan wa shimalan, wanakimbia tukulia na kusoto. Amma nahnu fananamu aminina mutmainin, ama sisi tunalala tukiwa na amani, tena tumetulizana kweli kweli. Fahadhihi ni'matun 'adhimatun tastahiqu ash-shukr, hii ni neema kubwa vile vile inastahiki shukrani mbele yake Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa neema za Allah juu letu ni'matul walidain, neema ya wazazi wawili. Neema kubwa hiyo. Wale ambao wazazi wao bado wapo, hao walinde kweli kweli, wana khazina iliyokuwa kubwa kabisa kabisa. Ambao mzazi wake yupo ama mmoja wote wawili, basi walinde hii neema kubwa. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalamu pale Madina, ilionekana siku moja anakuja kuhutubu khutba ya Ijumaa. Masahaba wakaliona jambo ambalo walikuwa hawajapatapo kuliona kwa Mtume. Wamekaa wanamsikia Mtume anasema kwa sauti amin amin amin. Fasaida alminbara wa khataba khutbatah, akapanda juu ya mimbar na akahutoa khutba yake. Mwisho wa khutba na salah wakamkabili masahaba, walikuwa hawalioni jambo kwa Mtume ila wanauliza, Rasulullah, tumeona jambo jipya, sisi tumekuona unasema amina hapa, tumetaka tujue kulikoni. Mtume sasa anaanza kuambia, keni kitako nikuelezeni. Nasema wakati nakuja mimi amenijia Jibrilu, kamanda mkuu wa kambi ya mbinguni, ambao ndio mwalimu wake bwana Mtume Muhammad. Mtume kasomeshwa na Jibrilu. Anasema alikuja akasema ameangukia pua, amehomba, raghima anfun, kaangukia pua, kahomba kabisa, kapata hasara. Nani huyo? Man adraka abawaihi, atakaye wadiriki wazazi wake wawili, akapata neema ya kuwa na wazazi wawili, kisha asitumie chansi hiyo ya kumwingiza peponi. Mtume anasema mtu huyo kapata hasara na kahomba kweli kweli. Neema ya wazazi, ndugu zanguni, mkiona muna wazazi washikilie. Alafu Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametukataza mambo ambayo hutapata kwa watu wengine. Kwani Qur'ani ya Mungu inasemaje? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, amehukumu Mola wako ya kwamba asiabudiwe isipokuwa peke yake, kisha na wazazi wako wawili wafanyie wema. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما. Allah anasema imma yablughanna indaka alkibara, watakapokuwa wazee hao wamefikia katika utu uzima, ngozi yao imeshakunjama, hawana tena nguvu ya kujitafutia, wanatembelea mguu wa tatu wa ziada mkongojo. Anasema hapo sasa watakapokuambia neno, Allah anatoa maagizo, anasema usithubutu kuambia jambo dogo kama vile kuguna au kujifyonza.
na usithubutu kufanya jambo kubwa kama vile kuwafokea sauti yako ikawa juu ya sauti yao. Mungu kakataza dogo na kakataza kubwa. Mambo mawili usiyafanye. Kama dogo, usithubutu kuzungumza, kuguna au kutoa nusu ya neno. Kubwa, usithubutu mbele yao kuwafokea. Kwani tufanyaje? Waqul lahuma qawlan karima, utakapokuwa unawazungumzisha, utakapokuwa unaongea nao, zungumza nao kwa maneno ya upole, ya ukarimu. Wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, waweke katika, wahifadhi katika ubawa wa rahma, wahifadhi kweli kweli. Hakuna bidhaa iliyokuwa ghali katika hii dunia ya Mungu kama wazazi hawa wawili. Alafu na siku zote maagizo ya Mungu anasema tusiache kusema rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Mungu warehemu kama walivyotulea sisi bado wadogo. Neema ya wazazi, ndugu zanguni, ni neema kubwa. Hawezi kujua neema ya wazazi isipokuwa yule ambaye tayari kisha ondokewa na wazazi hao wawili. Kam min insanin yatamanna an yasma'a sauta ummihi marratan ukhra, wangapi wanadamu wanatamani asikie sauti ya mama yake tena mara nyingine. Kam min insanin yabki ala qabri abihi, wanadamu wangapi wanalia kwenye juu ya kaburi ya baba yake. Lakini pako baadhi ya watu la yaarifu qimata hadhihi an-ni'ma illa ba'da faqdiha, hawatambui kabisa thamani ya neema hii ya wazazi ila mpaka baada ya kuondokewa na hawa wazazi. Zote hizi na zile ambazo hatujazitaja ni neema miongoni mwa neema za Mungu kwetu. Sasa neema zote hizi zinahitaji shukurani kwake Allah tabaraka wa taala. Katika suratu Luqman Allah amesema wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana, mwanadamu amehusiwa wafanyie wema wazazi wake wawili. Kisha akasema wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain, mama yake amebeba mimba yake kwa tabu juu ya tabu, dhiki juu ya dhiki, shida juu ya shida, na akamwachisha ziwa ndani ya miaka. Mwisho wa aya anasemaje? Anishkur li wa liwalidayka. Hiyo ni neema Mungu anakuonyesha, kisha anasema nishukuruni mimi. Neema miongoni mwa Allah, hiyo neema inahitaji shukurani. Nishukuruni mimi pamoja na wazazi wenu wawili. Lakini ni wachache tunaoshukuru, na Mungu amehakikisha hilo. Mwenyezi Mungu alisema wa qalilun min ibadiy shakur, ni wachache kabisa katika waja wangu wanaonishukuru. Na tukisema shukurani, ulamauna al-ajilla rahimahumullahu ta'ala walieleza ya kwamba shukurani imegawanyika sehemu tatu. Kuna shukrul qalbi, kuna shukrul lisani, na kuna shukrul jawarih. Kuna shukurani ya ulimi, kumshukuru Allah kwa kutumia nini? Ulimi. Alhamdulillah, unamshukuru Allah. Lakini vile vile kuna shukurani ya moyo. Shukurani ya moyo, unamshukuru Allah kwa kutokuyaendea. Vile vile alikuwa mfalme baada yake, Daudi alikuwa nabii, Suleimani vile vile na alikuwa nabii. Bwana huyu ni moja katika watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaneemesha katika hii dunia neema mbalimbali. Na ipo hadithi nasema kwamba hakuna watu wameshamiliki dunia isipokuwa watu wanne tu.
Hao ndo Mungu aliwafungulia dunia kweli. Mu'minani wa kafirani, waislamu wawili makafiri wawili. Ama waislamu wawili, Suleiman ibn Daud pamoja na Dhulqarnain. Suleimani Mwenyezi Mungu alitupa habari zake ndani ya Qur'ani na sisi tupate kujifunza. Mwenyezi Mungu kutuletea habari hizi za manabii, lengo si kuburudika, bali lengo ni kupata mafunzo kupitia visa hivyo. Na hivyo ndivyo alivyosema ndani ya Qur'ani, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Katika hivyo visa kuna mazingatio kwa wale watu wenye akili. Visa vimekuja ili tupate kuzingatia. Mola wetu anamwambia mtume wetu, faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun, wasimulie habari, wasimulie visa, huenda wakakumbuka kupitia visa hivyo. Sasa Suleimani anatuonesha mfano mzuri wa kushukuru neema za Allah. Kwanza Suleimani alimwomba Mwenyezi Mungu jambo ambalo hakutaka apewe mtu mwingine baada yake. Mwenyezi Mungu anatusimulia, nasema Suleimani alisema ndani ya Qur'ani, rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Lisema Mungu nisamee mimi, alafu unipe ufalme ambao haujampa mtu mwingine baada yangu. Dua ya Suleimani, nipe ufalme ambao hautompa mtu mwingine baada yangu mimi. Na kweli ufalme aliokuwa nao Suleimani hajapatapo kupata mtu mwingine baada ya Suleimani ila yaumi saa. Kwani Mungu alimpa nini? Allah anasema baada ya kuomba dua hiyo, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu yasha. Allah anasema tumemfanyia upepo umtumikie yeye. Anauamrisha upepo umpeleke popote pale anapopataka yeye. Upepo ulikuwa unakwenda kwa amri yake yeye. Akiwaamrisha tu twende sehemu fulani, unanyatuka huyo, unaondoka zake. Zaidi ya hapo Mola wetu akasema, washayatina kulla banna'in wa ghawwas. Yeye akitaka kazi alikuwa hana haja wanadamu. Anasema wako majini ndo walikuwa wakimtumia kazi. Kuna majini kazi yao ni ujenzi, kuna majini kazi yao ilikuwa wanapiga mbizi katika ardhi, wanakwenda kuleta mali zilioko chini ya ardhi, dhahabu, lulu, alimasi, vyote. Si mnajua kwamba ardhi imeweka madini Sasa wale ndo walikuwa wanapiga mbizi kule, wanamletea Suleiman. Suratu Saba anasema, wali Suleiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr. Suleimani Mwenyezi Mungu alimfanyia uwepesi upepo ulikuwa safari ya kwenda miezi miwili, alikuwa anakwenda kwa siku moja. Na wenzetu ndio wamesoma huko mpaka tumepata mandege na nini, wameona huku ilikuwa kuwaje, na wenyewe wakajifunza. Allah anasema safari ambayo ilikuwa ya kwenda asubuhi, ya kwenda mwezi mzima, alikuwa na kwenda asubuhi, na kurudi mwezi mzima alikuwa na kwenda jioni. Asubuhi mpaka jioni amemaliza safari ya miezi miwili. Wa min aljinni man ya'malu baina yadayhi biidhni rabbi, na wale majini walikuwa wakitumika mbele yake kwa amri yake, lakini kwa idhni ya nani? Ya Mola wake. Si hilo tu, Mwenyezi Mungu asema ulimna mantiqa at-tayr. Sasa tunamli hiyo, nasema Suleimani tulimfundisha lugha za wanyama. Alafu wa utiyat min kulli shay'in, tumempa kila kitu Suleimani. Alafu na alikuwa na arshi kubwa, mpaka Mungu anasimulia anasema, wa hushira li Suleimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Majeshi wake hao, alikuwa na majeshi majini
katika jeshi lake kulikuwa majini, katika majeshi yake kulikuwa binadamu, katika majeshi yake kulikuwa ndege. Allah akatusimulia akasema, hatta idha ataw ala wadi an-namli qalat namlatun ya ayuha an-namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yash'urun. Paka siku moja anakwenda na jeshi lake kubwa kweli kweli, unaona mwanzo lakini mwisho huoni. Pakawa kuna mdudu chungu mmoja anawaambia dudu chungu wenzake, jamani, ingieni katika mabonde yenu, ingieni katika mashimo yenu. Anakuja Suleimani huyu asije akakukanyageni hapa, na hajui masikini kwamba kuna viumbe wadogo wako hapa. Suleimani anaisikia sauti ile, neema ya Mungu hiyo. Aya, tupate funzo sasa. Mungu anasema aliposikia sauti ile amefanyaje? Fatabassama dhahikan min qawliha, kwanza akafurahi kwa kauli ile aliyosikia. Maana alisimamisha msafara ukasimama, akafurahi akatabasam. Lakini baada ya kutabasam kasemaje? Waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Umeona neema hizo? Kaona kwamba hii ni neema ya Mungu hii. Mwenyezi Mungu, nizindue kuwa na shukuru neema zako ambazo ulineemesha kwangu mimi, wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu wawili. Anamwomba Mungu amzindue awe na shukuru, anakumbuka kushukuru. Hizi neema ninazoziona hapa nirejeshe shukurani kwa nani? Kwa Allah. Ya kwanza hiyo Suleimani anatuonyesha. Twende ya pili. Mungu anasema Suleimani aliwahi kukaa pale kwenye kasri yake, watafaqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Allah anasema alikaa anachunguza pale katika wanajeshi wake ndege, hamuoni hudhudi, hayupo. Nasema hudhudi anatokaje bila mimi ruhusa yangu? La u'adhibannahu 'adhaban shadida. Sasa akija huyu lazima apewe adabu. Tunamwadhibu adhabu kubwa kweli, adhabu kali. Au la adhahanna, au tumchinje kabisa, tumchinjilie mbali. Au la yatiyanni bisultanin mubin, hawa tuletee hoja ya kueleweka. Sasa Mungu anasema famakatha ghaira ba'idin, wamekaa lakini muda ukukua mbali sana. Hudhudi huyo akawa ameingia. Bwana hudhudi anamwambia Suleimani, ahadtu bima lam tuhit bi wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Sasa leo nimekuja kukueleza jambo ambalo wewe hujui, nimegundua jambo ambalo wewe huna. Hapana kueleza, nimetoka katika kijiji cha mbali kweli kweli cha Saba. Nini huko? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Anasema huko nimemkuta mwanamama huyo mwanamama ndo anawaongoza wanamume. Huyo mwanamama ndo kiongozi wao. Alafu si hilo tu, nimemkuta amepewa kila kitu huyo, alafu ana arshi kubwa na kichiku kubwa kweli kweli kile cha ufalme. Alafu mbaya zaidi, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna min shamsi yasjuduna lishamsi min dunillah. Nilimkuta yeye na watu wake wanasujudia jua kinyume cha Allah. Tuteremke chini kwa sababu tunasema tunapalenga. Baada ya kuambiwa vile, sasa Suleiman anataka kufanya tabayun. Zikija habari mfanye nini? Mzibainishe. Kampa barua, kaambia sanandhur asadaqta am kunta min alkadhibin, tutaona wewe unasema kweli au uko miongoni mwa watu miongoni waongo. Idhhab bi kitabi hadha faalqihi ilayhi, chukua kitabu hichi, barua sukudia, chukua barua hii yapeleke kwa huyo mfalme uliosema. Alafu usitoki ubaki unatazama nini wanajadiliana. Ndege huyo kachukua barua, karusha mabawa yake mawili, kaondoka zake. Walipofika kule, barua imedondoshwa. Yule mwanamama anatazama, analeta ndege kufungua barua na maneno machache sana. Barua ile imemfanya mwanamke yule kuitisha kikao cha dharura.
Hakuna mwanamke mwenye anakuwa na akili zaidi kama yule mwanamama. Kaitisha kikao, kwambia inni ulqiya ilayya kitabun karim, mimi nimepata barua, tena ameita barua tukufu kwa sababu imetoka kwa mfalme kama yeye. Tena barua hiyo inasema alla ta'alu alayya, msinifanyie ukaidi. Sikilia barua ilivyokuja, imeanza kasema innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Barua hii inatoka kwa Suleiman na inaanza kwa jina la Mungu mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Sikilizeni, msinifanyie ukaidi nyote, nataka mje kwangu waliokuwa ni Waislamu. Barua ya kibabe. Haya, yule mwanamke anawaambia aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasha'an, niambieni, nataka nisikie nyinyi mnasemaje katika hili. Wale wabwana wakamwambia nahnu ulu quwwa wa ulu ba'sin shadid, asitutishi bwana, sisi tuna nguvu, kama vifao tunavyo. Al-amru ilayki fandhuri madha ta'murin, amri iko kwako kama kiongozi, wewe tazama unachoamrisha tutakwenda nacho. Akili ya mwanamke sasa. Ndio maana nikakwambia ni mumuombe Mungu sana neema ya amani mliokuwa nayo isiondoki. Alijua, ambia sikilizeni nikwambie, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wale wafalme wanapovamia mji, sisi tumekaidika, wao watakuja kwa vita. Sasa hawatakuja kwa amani, na wakija kwa vita kwanza wanaharibu vitu. Watu wamejipanga, wameshakuwa na maendeleo. Vita ikija kila kitu kinafanyaje? Kinaharibika, watu wanarudia nyuma, wataharibu majumba, watu watakufa, wako ambao watoto watabaki mayatima, wako akina mama watabaki ni wajane. Vita hiyo. Alafu si hilo tu, waja'alu a'izzata ahliha adhilla. Sasa ikifikia wakashinda, sisi ndio viongozi tunaheshimika, lakini wale wakishinda sasa, sisi viongozi tutafuata tunakuwa nini? Heshima kutakuwa hakuna tena, wao ndio watafikwa na kuwa juu yetu. Sisi ambao tulikuwa tuna heshima na nini, tutaonekana tena madhalili. Nasikia kile huyo mama, lakini mimi najua dawa, huyu unaonekana njaa inamsumbua, kwa sisi tutampa zawadi ili afunge hayo maneno yake. Kamtumia, lakini lengo mimi silengi kisa chote kamili. Kamtumia zawadi, lakini zawadi hazikufaa chochote, sababu alisema nitatizana baada ya kumtumia zawadi baadaye zikarudia. Sasa ziliporudi ndio yule mwanamama alichukua jukumu la kufunga safari. Kwani hiyo Suleimani ana nini? Acha mimi mwenyewe nifike nikaonane naye ana kwa ana. Kaandaa safari kumfuata nani? Suleimani sana jua ujio wa mwanamama, kakaa na wale majeshi wake. Unajua akasemaje? Mwenyezi Mungu anatusimulia Suleimani alikaa pale akamwambia ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin. Kakaa Suleimani tunasema nani miongoni mwenu atakaniletea kile kiti chake? Nimesikia na kiti cha enzi kikubwa, nani miongoni mwenu ataniletea kile kiti kabla hajafika hapa kuwa Muislamu? Qala ifritu min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, kasa mimi nitakileta hicho kiti kabla au jasimama hapo kwenda kumpokea kiti kitakuwa kimeshafika. Suleiman anasema hiyo mbali hiyo akongoja mpaka tukampokee mbali. Mwingine kasemaje? Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, basi mimi hicho kiti nakuletea kufumba na kufumbua tu, kiti kitakuwa kimeshakuja tena kweli, titi for tat, kita nakiona mbele yake. Sikia funzo sasa. Anasemaje Mungu? Falamma raahu mustaqirran inda, alipokiona kile kiti mbele ya macho yake, unajua alisemaje? Allahul musta'an. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kukumbuka kushukuru neema za Allah. Falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Suleimani alipoona kile kiti mbele yake akasema hii ni katika fadhila za Mola wangu. Nini? Liyabluwani, Allah kunifanyia yote haya, anataka kunijaribu,
anataka nitazame mimi, aashkur am akfur. Anatoa somo sasa Suleiman, anataka nitazame mimi, nitashukuru ama nitakufuru. Waman shakara fa innama yashkuru li nafsi waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Yule ambaye atakayeshukuru, sikiliza, anasema atakayeshukuru huyo basi ameshukuru yeye, ameshukuru kwa juu ya nafsi yake. Na yule ambaye atakayepinga basi ajue kwamba hajamsumbua Mungu chochote. Mwenyezi Mungu ndo tajiri mwenye kuhimidiwa. Shukrani hiyo. Na tukiwa na tabia ya kushukuru neema za Allah, Mungu anatuzidishia, si ndio alivyosema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah anasema ikiwa mtanishukuru nitakuzidishieni. Tuwe na tabia ya kushukuru neema za Allah, Mwenyezi Mungu atatuzidishia katika yale aliyotupa. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Na ikiwa mtapinga zile neema za Allah, basi adhabu ya Mungu ni kali. Unajua pale Bujumbura miaka ya 2005 kuna kipindi Mwenyezi Mungu sisi aliwahi kutupa neema ya viazi vitamu. Huko kwenu vipo viazi vitamu vipo Viazi vikawa vingi mno kweli. Sasa tazama wanadamu walivyo, vile viazi vikawa masokoni, hapasikiki tena. Ikawa sasa havitu tena viazi, inaitwa ingorani. Ingorani kule kwetu manake imekuwa tabu sasa. Tabu hiyo, hata mtu akienda sokoni anauliza nitapata ile ngorane, nitapata ile tabu, anauliza nitapata ile tabu. Wewe acha. Baada ya hapo kilichowakuta au kilichotukuta usiombe. Kuna sehemu zinaitwa za Kirundo, watu wamepigwa na njaa kweli, ukame, mvua haishuki, mpaka wengine wanaanza kuumwa, mtoto kwa njaa mpaka zile mbavu zile unaona zinajichora hapa kwa njaa. Neema ya Mungu hiyo, usifanye mchezo ukakufuru neema za Allah. Kiona Mungu amekuneemesha, shukuru mbele yake Allah tabaraka wa taala. Sisi hatushukuru kwa sababu tunawatazama wale tuliowazidi. Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ukitaka kujua neema za Allah, watazameni wale waliokuwa chini yenu, msiwatazame waliokuwa juu yenu. Ukimtazama waliokuwa juu yako hutashukuru neema ya Mungu, utaona tu bado. Lakini watazame uliowazidi wewe, ndio utaona kwamba Mungu kakuneemesha. Wewe unaweza ukapiga kelele unasema bwana, fadhali wale wenye magari, sisi tunatembelea kaka tukutuku haka. Lakini wewe umemwona mwenye gari, haujamtazama mwenye baiskeli, naye natembea, baada ya muda ataumwa mshipa huyu. Na ule mwenye baiskeli naye anapiga kelele, afadhali basi ningepata katukutuku. Sasa wewe una baiskeli, haujamwona anatembea kwa mguu. Wewe na baiskeli yako dakika 30 unakuwa umeshafika mahali, yule wa mguu naye anafanyaje? Na wa miguu anaweza akapiga kelele akasema tembea mguu, mbona miguu miwili unayo, ule kiwete naye asemeje? Kwa tutizame waliokuwa chini yetu, tutapata kujua neema za nani? Za Mola wetu. Nimalize muhadhara, si muda wa sala bado, wakati la adhan Aiwa, acha tumalize hizo 4. Mwenyezi Mungu ametusimulia ndani ya Qur'ani kisa kinachotaka kufanana kama hicho nimekueleza sisi kwetu kule Bujumbura, Burundi. Kwa ilikuwa maana ni janga la nchi, alikuwa janga la mji. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema laqad kana li sab'in fi maskanihim aya. Kuna watu wanaitwa watu wa Saba.
Lakini Mungu anasema kwa hakika kuna mazingatio makubwa kwa watu wa Saba. Mazingatio yako wapi? Kwenye makazi yao. Yale makazi ya watu wa Saba ndani yake yana mazingatio. Saba ni kijiji au mji. Allah anasema jannatani an yaminin wa shimal. Hicho kijiji Mwenyezi Mungu amekijalia kilikuwa na mabustani mawili, kulia na kushoto. Alafu Mungu akamwambia kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, kuleni katika riziki ya Mola wenu. Alafu sio kukula tumfanyaje? Washkuru lah, na mshukuru hizo neema mlizo nazo. Hiyo neema ya wao kupata hizo bustani, mumshukurie Allah. Ulama wanaeleza, wanasema wao walikuwa kwa neema yale matunda yenyewe yanaanguka peke yake, neema ya hicho kijiji, chakula hakikosekani kwa hizo bustani mbili ambazo Mungu aliwapa. Kisha Mungu akawaambia wamshukuru, lakini matokeo yake hawakufanyaje? Hawakushukuru. Mungu mwenyewe amesifia akasema baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Mungu Allah ndo anahakikisha na tabik, anasema ilikuwa ni mji mzuri. Chukulia Mola wako mwenyewe anasadikisha kwamba ilikuwa ni baldatun tayyiba, ni mji uliokuwa mzuri waliokuwa nao. Lakini sasa matokeo fa'aradu, wakafanyaje? Wakapinga, wakapuuza neema za Mungu, hawakuziona, wakakufuru neema ya Allah. Faarsalna alaihim sayla al-arim. Allah anasema baada ya wao kupinga neema za Allah, hawakushukuru, Mwenyezi Mungu akawaletea mafuriko, tena mafuriko makubwa. Alafu wabadalnahum bijannatayhim jannataini, zile bustani zilibaki vile vile, hazikubadilika, lakini Mwenyezi Mungu akawabadilishia sifa zile bustani za mwanzo. Ilikuwa sio ndio sifa bustani za pili. Baada ya kukufuru neema za Mungu, Mungu akawabadilishia, akawaletea bustani zingine. Hizo zingine zilikuwaje? Dhawatai ukulin wa khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Nasema matunda yalikuwa lakini makali, machungu, hayatafuniki, hayo hayaliki, so matamu tena. Kwanza matunda ni ukuli wa hamti, kwanza makali alafu machungu, alafu ile miti yenyewe kaanza kutoa ile miba, kule kwetu tunaitwa michongoma. Mungu anasema dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Hii ndio ilikuwa malipo yao kwa wale ambao waliopinga neema za Allah. Kisha mwisho anasema wa hal nujazi illa al-kafur, hatumlipi, hatumwadhibu isipokuwa yule anayepinga.